wazi ya kwamba kutakuwa kuna makundi mawili tu Kristo atakapokuja mara ya pili. Lakini hata kabla hajaja mara ya pili, tumeona ya kwamba kuna zahama ambayo inatangulia ujio wake. Hata katika zahama hiyo kutakuwa kuna makundi mawili tu ambayo yataendelea kukomaa mpaka Kristo atakapokuja kuivuna dunia. Unapoangalia kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo haijalishi nimeomba mara ngapi, haijalishi ninaikiri imani mara ngapi, lakini kama sina ushirika pamoja na Mungu, Mungu anitambui, sitaweza kusimama ajapo mara ya pili. Neno la Mungu linasema, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo wale wanaofanya mapenzi ya Baba wa mbinguni, wale ambao ni marafiki wa Mungu, wanafanya ushirika wa kudumu pamoja naye, hao ndio watakaopata ujasiri wa kusimama Kristo atakapokuja mara ya pili. Neno la Mungu linasema mstari wa 22, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako. Tunaambia hapa sio wachache, ni wengi. Watasema siku ile, siku gani? Bwana ajapo mara ya pili. Anasema, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Kwa hiyo kuwa na maarifa ya kina kiunabii ni jambo jema, lakini kama maarifa haya hayatakupatia badiliko la maisha la kufanya ushirika pamoja na Mungu, unabii huu hautaweza kukusaidia kusimama wakati Kristo ajapo mara ya pili. Lakini pia sio tu kufanya unabii, anaziendelea kusema pia kwamba na kwa jina lako kutoa pepo. Unaweza ukatoa pepo, unaweza ukawa na hiyo kalama, unaweza ukafanya vitu vingine vikubwa na vya ajabu, lakini pasipo kuwa na uhusiano binafsi wa kufahamiana na Mungu ni bure, ndugu zangu. Neno la Mungu linaendelea kusema, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Kumbuka, hawa ni watu ambao walikuwa ni watu wa imani, wanamuuliza maswali Kristo, lakini Kristo atawaambiaje? Ya kwamba ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Kwa hiyo mwanadamu atapotea kwa sababu moja tu ya kuto kumjua Mungu. Kwa hiyo kundi litakalopotea ni kundi ambalo litakuwa limepuuzia fursa kumjua Mungu, lakini kundi litakalosimama na litakaloshangilia ujio wa Kristo kama Isaya anavyoeleza, fungue pamoja katika kitabu cha Isaya. Hili ni kundi la kwanza ambalo tumeangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Hili kundi ni kundi ambalo linafanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni, lakini pia Isaya analielezea kundi hili. Unapoangalia kitabu cha Isaya 25 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, katika siku hiyo. Siku hii ambayo Isaya anaizungumzia hapa ni siku ambayo Mathayo ameiandika katika Mathayo 7:21 hadi mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, katika siku hiyo watasema, tazama huyu ndiye Mungu wetu. Hili ni kundi ambalo litakuwa limemjua Mungu, kwa hiyo limekuwa likimgojea kwa hamu na shauku kubwa. Anaendelea kusema hapa ya kwamba katika siku hiyo watasema, tazama huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemgoja atusaidie. Kwa sababu kumbuka, nimetoka kukwambia kitu ambacho kinapelekea ujio wa Yesu mara ya pili ni zahama kuu ya mwisho. Zahama kuu ya mwisho ndio itasababisha Kristo aje mara ya pili kwa ajili ya kuokoa watu wake. Ndio maana kundi hili ambalo limekuwa likifanya ushirika wa kudumu pamoja na Mungu litasema ya kwamba, tazama huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemgoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemgoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake.
Tukirejea katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 hadi 23, tuliona hili kundi ambalo Isaya amelielezea katika Isaya 25 mstari wa 9, ndio kundi pia ambayo Mathayo analielezea katika Mathayo 7 mstari wa 21 sehemu ya pili, anaposema bali ni yeye ayafanyie mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Lakini pia mstari wa 23 wa Mathayo 7 unaelezea kwa ufupi kundi la pili, ambalo ni kundi la waovu ambao hawataweza kusimama Kristo ajapo mara ya pili. Lakini sio tu Kristo ajapo mara ya pili, hata katika zama kuu ya mwisho, katika tukio la amri ya Jumapili, hawatakuwa tayari kusimama kwa ajili ya Bwana, kwa sababu hauwezi ukasimama kwa mtu ambaye humjui au ambaye hauna uhusiano wa kudumu pamoja na yeye. Mstari wa 23 katika kitabu cha Mathayo, neno la Mungu linasema, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo hili ni kundi la pili. Lakini unapoangalia katika kitabu cha Thesalonike wa pili sura ya 1, nitasoma mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Ni neno la Mungu linazidi kutupatia mkazo kuhusiana na zama ambayo iko mbele yetu, ya kwamba Kristo atakapokuja mara ya pili, wale watakaosimama, wale watakaookolewa na kwenda pamoja naye mbinguni ni wale ambao wamekuwa na ushirika wa kudumu pamoja na yeye, wale ambao wamemjua katika rehema waliopatiwa na Baba yao wa mbinguni. Lakini kundi litakalopotea na litakalokutana na ghadhabu ya Bwana ni wale ambao hawakumjua Mungu. Kwa hiyo hawakumcha Mungu katika uhai wao au katika muda waliopewa na maisha yao hapa duniani. Unapoangalia katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 8, nitasoma. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi. Kwa hiyo neno la Mungu linasema, kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi. Kumbuka hapa mbele tumeona kabla Yesu aje mara ya pili, ni lazima amri ya Jumapili itokee. Ni lazima zama kuu ya mwisho tuone kitimia katika macho yetu, kwa sababu zama hii ndiyo dalili ya mwisho inayotangulia ujio wa Kristo mara ya pili. Kwa hiyo katika zama hii kutakuwa kuna makundi mawili waovu, watawakandamiza wenye haki. Kwa hiyo Mungu hatakaa kimya. Kadiri wenye haki wanapokandamizwa na kumlilia Bwana, ndipo Yesu atakuja mara ya pili kwa ajili ya kuokoa. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake. Kumbe kilele cha kilio ya watakatifu wa Mungu ni ujio wa Yesu mara ya pili. Atakapokuja watafurahi kama tulivyosoma katika Isaya 25 mstari wa 9, kwa sababu watakuwa wameokolewa kutoka katika dunia ya dhiki, lakini pia na mikono ya waovu. Anaendelea kusema ya kwamba katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu. Kwa hiyo miongoni mwa kitu ambacho tunatakiwa tukitafakari kwa kina, na kila mmoja ajiulize kwa nafasi yake, je, ninamjua Mungu? Kwa sababu hata kama ninaenda kanisani, hata kama ninafundisha unabii, hata kama ninafundisha kweli za wakati huu, lakini kama simjui Mungu, haitanifanya niweze kusimama katika zahama ambayo iko mbele yetu, ambayo ni amri ya Jumapili, lakini pia Kristo aje hapo mara ya pili. Neno la Mungu linasema katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu. Kwa hiyo wale watakaopotea ni wale ambao hawatakuwa na uhusiano na Mungu, wale ambao hawatamjua Mungu. Anaendelea kusema na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu. Kundi hili
Yohana amejaribu kuelezea uzoefu wao. Unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana, unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 6, Ufunuo Yohana sura ya 6, nitasoma mstari wa 14 hadi mstari wa 17. Katika kitabu cha Ufunuo Yohana, fungua pamoja nami tuweze kuona uzoefu wa hili kundi la pili ambalo ni kundi la waovu. Kundi la kwanza tumeona ni kundi la wenye haki au kundi la watakatifu ambao wamefanya uhusiano na Mungu. Kwa lugha nyingine wanamjua Mungu, lakini kundi la waovu ni ambao wamepuuzia kufanya uhusiano na Mungu. Kwa hiyo wameshindwa kumfahamu au kumjua Mungu wa wokovu. Unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 6 mstari wa 14 hadi 17, nitasoma. Neno la Mungu linasema, mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia. Ndugu zangu wapendwa, dalili hizi au mabadiliko haya tunayaona yanatupeleka moja kwa moja katika ujio wa Yesu mara ya pili. Yesu atakapokuja mara ya pili, mbingu zitaondolewa kama vile ukurasa, lakini nazidi kusema, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemidali na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima. Hili neno la msingi sana tutakapoendelea kujifunza somo letu la makundi mawili katika zama kuu ya mwisho. Anasema, nitarudia mstari wa 15, na wafalme wa dunia na wakuu na majemidali na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tustirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo. Mstari wa 17 ndio kusema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yake imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Unaposoma tafsiri sahihi ya mstari wa 17, sio ya hasira yao, ni siku kuu ya hasira yake. Katika Biblia ya King James Version anasema siku kuu ya hasira yake imekuja, naye ni nani anaweza kusimama? Lakini watakaosimama tumetoka kuona ni wale ambao wamekuwa na uhusiano na Mungu. Kwa nini kundi hili la waovu watajificha? Tunaona hali ambayo inatokea hapa inasababishwa na aibu. Mtu hawezi akajificha mpaka aone aibu, na hali hii tunaona